Habari kamili. Tel Aviv. Jeshi la Israeli limefanya mashambulizi mapya usiku wa kuamkia leo dhidi ya kile imekitaja kwa utawala wa kigaidi wa Iran kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Tehran, ikililenga jengo la shirika la utangazaji la nchi hiyo IRIB. Vishindo vya makombora vilisikika mnamo usiku wa kuamkia leo mjini Tehran, na kituo cha televisheni nchini Iran cha Press TV kiliripoti makao makuu ya IRIB yalishambuliwa. Mashambulizi hayo ni mwendelezo wa hujuma nzito za kijeshi zilizofanywa kutwa nzima jana Jumatatu na vikosi vya Israel nchini Iran. Rais Donald Trump wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington kwamba vita hivyo vinaweza kuendelea kwa muda wa wiki 4 au 5 ama zaidi. Utawala wake umeionya Iran kujiandaa kwa mashambulizi makubwa zaidi yatakayoisambaratisha miundombinu ya kijeshi ya nchi hiyo. Riyadh. Iran imeendelea usiku kucha kuvurumisha makombora ya masafa na droni kuilenga Israel na washirika wa Marekani kwenye eneo la Ghuba, ikiwemo shambulizi kubwa kabisa lililolenga ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia. Wizara ya ulinzi ya Saudi Arabia imesema ndege mbili zisizo na rubani zimeushambulia ubalozi huu wa Marekani mjini Riyadh na kusababisha moto mkubwa ambao hata hivyo tayari umedhibitiwa. Rais Donald Trump wa Marekani ameapa kuiwajibisha Iran kwa uamuzi wake wa kushambulia ubalozi wa nchi yake na kwa mauaji ya wanajeshi 6 wa Marekani tangu kuanza kwa vita Jumamosi iliyopita. Mashambulizi ya kujibu mapigo ya Iran yamezifikia pia nchi za Bahrain na Kuwait, huku makombora yake yaliyoelekezwa Israel yameanguka kwenye makazi ya watu na kusababisha uharibifu. Montreal. Makampuni ya safari duniani yamepoteza mapato ya mabilioni ya dola kufuatia kuzuka kwa mzozo wa kijeshi kwenye eneo la Mashariki ya Kati, huku bei ya mafuta ikiendelea kupanda kwa kasi inayotia wasiwasi. Tathmini ya awali inaonyesha hisa za makampuni yanayoratibu safari zimeporomoka kwa zaidi ya dola bilioni 22 kutokana na kufungwa kwa viwanja vikubwa vya ndege vya eneo la Ghuba na kuongezeka kwa gharama za nishati. Jana Jumatatu, pipa moja la mafuta ghafi lilifikia dola 82, ambayo ni ongezeko la 13% ikilinganishwa na bei ya wiki iliyopita. Shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa anga lenye makao yake mjini Montreal, Canada, limesema mataifa duniani yana wajibu wa kuhakikisha usalama wa safari za ndege ili kupunguza hasara inayoshuhudiwa.